Watoto wa Kiislamu kwanza yataka wahifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu kabla ya kwenda kujifundisha maarifa mengine. Na sikuhifadhi tu, bali wajue na lugha ya Qur'ani, ili wakisoma ile Qur'ani wajue maana yake ni nini. Kwa hivyo Qur'ani yataka ihifadhiwe, ifahamike, watu wazingatie na waitumie katika maisha, ndipo kutapopatikana maisha mazuri. Maisha mazuri hayako huko kwingine, tunajidanganya tu, kwa sababu Mtume salawatullahi wasalamu alayhi atuambia khairukum man taallama alqur'ana wa allama, bora kati yenu nyinyi ni yule atajifundisha Qur'ani kisha na akafundisha. Tukiweka kitabu cha Mwenyezi Mungu mbele na tukawa na bidii ya kukitumia katika maisha yetu, tutapata maisha mazuri katika hii dunia na tutapata maisha mazuri akhera. Lakini tukiigura Qur'ani kwa njia yoyote ya hijra, tukiigura kitabu cha Mwenyezi Mungu tilawa, tukakigura kitabu cha Mwenyezi Mungu hifdhan, tukagura kitabu cha Mwenyezi Mungu fahman, tukakigura kitabu cha Mwenyezi Mungu tadabburan, tukakigura kitabu cha Mwenyezi Mungu al-amalu bil-Qur'an, hatuna maisha mazuri hapa duniani, na akhera pia tutakuwa na shida.